ujabu mpenzi mtazamaji, na karibu katika kipindi chetu cha neno la neema. Kwa majina yangu ni Bishop Michael Wanderi kutoka hapa mjini Kiambu. Ninakuletea hili neno ambalo lina uwezo wa kujenga maisha yako, lina uwezo wa kukuinua. Kumbuka ya kwamba mambo yote katika dunia hii, mambo yote ambayo huwa tunayaona, mambo yote ambayo huwa tunayaguza, yote yataweza kuondoka, lakini neno la Bwana litasimama. Na ndiposa imeandikwa kwenye kile kitabu cha Jeremiah chapter 1 and verses 12 ya kwamba God is watching over his word to perform it. Mungu anatazama neno lake akakuja kulitimiza. Na kwa hivyo ni vyema siku hii ya leo usitawaliwe na maneno ya wanadamu, tawaliwa na neno la Bwana. Usiongozwe na maneno ya mwanadamu, ongozwa na neno la Bwana. Ukishaongozwa na neno la Bwana, utakuja kufanikiwa katika maisha haya. Pia vile vile kumbuka Yesu aliongea na shetani na akamwambia ya kwamba mwanadamu hataishi kwa mkate peke yake, bali kwa kila neno ambalo litokalo kwa kinywa cha Bwana. Ninakuombea katika jina la Yesu Kristo, msingi wako imani utakuwa juu ya neno, nao maisha yako yataweza kufanikiwa. Pia vile vile imeandikwa kwenye kile kitabu cha Isaiah chapter 55 and verses 11 ya kwamba kila neno ambalo litokalo kinywani cha Bwana lazima likatimie, haliwezi likamrudia bure. That every word that proceeds from the mouth of the Lord must accomplish its purpose. It will never go back to him void. Ninakuombea katika jina la Yesu Kristo, hili neno ambalo Mungu ameweka katika moyo wangu halitamrudia bure, bali litafanya kazi katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Mungu ameweka neno katika moyo wangu nikaweze kunena nawe. Mungu amenipa nafasi ya kuongea na families, kuongea na jamii, mambo ambayo utendeka katika jamii, more especially wakati kama huu ambao tunaona ya kwamba many families are challenged. Unakuta ya kwamba kila jamii unakuta iko na changamoto hii, kila jamii inapitia mambo mengine, unakuta ya kwamba ni mambo ambayo sisi wenyewe tumefungua milango ya ubaya. Na kwa hivyo leo hii ninakuongelesha kuhusu vile ambavyo katika familia tunaweza tukafungua mlango wa ubaya ama mlango wa uovu, ukaleta machozi katika maisha, ukalete pain katika maisha, ukalete maushungu katika maisha. Wakati mwingine tunafungua milango katika familia, unakuta ya kwamba ule mlango umeweza kuleta frustrations and disappointments katika maisha. Leo hii ninakunenea kupitia kwa hiyo, na nitaanza na familia moja ambao sisi wenyewe tungeiangalia kuwa our role model, na ile ni familia ya Adam and Eve, the first family on earth, ile jamii ya kwanza katika dunia hii. Kila mtu angeiangalia na kusema ya kwamba mimi ningetaka kuwa na jamii kama ya Adam, mimi ningetaka kuwa na familia kama ya Adam and Eve. Watu wote wangeiangalia na kuona hivyo. Lakini what happened to the first family? The first family, Biblia inasema ya kwamba walikuwa ni watu ambao they had an excellent, more especially Adam. He had an excellent mind. Ni mtu ambaye kwa akili yake ilikuwa almost kama akili ya Mungu. Na ndiposa unaona kazi aliyoifanya ambayo walipewa na Mungu akaifanya, kutunza the Garden of Eden, kupata nafasi ya kupatia wanyama wote majina, aliweza kuifanya without any reference, kwa sababu he had an excellent mind. Ukiangalia vile vile mke wake Eve, vile ambavyo waliishi mahali pale, tungesema siku hii ya leo ya kwamba that is our role model family. Lakini ni nini ambao kiliingia katika ile familia? Ni kile ambacho kiliingia katika ile familia kilituletea laana, kilituletea machozi, kilituletea pain, kilituletea aibu, kwa sababu walifungua mlango wa disobedience. The first family walifungua mlango wa kutotii. Hawakutii neno ambalo Mungu aliwapa, ya kwamba mnaweza mkakula matunda ya bustani mzima, lakini tunda na mti ambao uko katikati ya bustani hii usiguzwe. Neno la Bwana linasema nini? Wasikule tunda yake. Na Biblia inasema ya kwamba ukisoma kwenye kile kitabu cha Genesis chapter 3 unakuta ya kwamba hapo ndipo nyoka, Biblia inasema ya kwamba nyoka alitokea akaongea na Eve. Na Biblia inasema ya kwamba wakati aliongea na yeye akampa lile tunda, na yeye akala lile tunda, akachukua ile tunda akapelekea bwana yake Adam, naye akala. And the Bible says, na kutoka mahali pale they realized that they were naked, wakakuja kujua ya kwamba wako uchi. Neno la Bwana linasema ya kwamba kuanzia mahali pale wakajifisha. They had a privilege ya kwamba every time at the cool of the day or at the evening tide, Mungu angekuja, angeweza kuwa na fellowship na wao. This time wakati Mungu alikuja, alikuta wamejifisha, na riposa akaitana Adamu, Adamu uko wapi? Adam akasema tumejifisha. Swali lilikuwa,
mumekula lile tunda ambalo niliwakataza. Akasema ya kwamba ni yule mke ambao ulionipatia. Mke wakati alifikiwa akasema ni nyoka. Ningetaka niwaeleze hivi ya kwamba the first family kupitia kwa Eve walifungua mlango wa uovu, walifungua mlango wa ubaya, na kile ambacho kilifuatia it was pain, kwa sababu hapo hapo nyoka akalaaniwa, akaambiwa kutoka siku ya leo wewe mwenyewe utakula mafumbi, kutoka siku ya leo utatembea kwa tumbo yako. Ndivyo neno la Bwana linavyosema. Mke naye madam na yeye akalaaniwa, akaambiwa kupitia kwa ushungu utapata watoto. Ndivyo alivyoambiwa mpaka siku hii ya leo. Adam naye akaambiwa ya kwamba because you listened to your wife, kile ambacho kitafanyika, the earth of the ground is cursed on your behalf. Na kwa hivyo every time, wewe kila wakati utalima shamba litakutolea mishongoma, alafu akaambiwa kwa jasho yako wewe utaishi. Angalia kile kilifanyika kwa hiyo familia ya kwanza. Kwa sababu ya nini? Walifungua mlango wa uovu, na yule alihusika ni mke ambaye anaitwa Eve, ndiye alifungua mlango. Nini ningetaka kuwafundisha? Ningetaka kuwafundisha siku hii ya leo ya kwamba kila mtu aangalie kwa jamii yake. Kusiwe na mtu ambaye ana uwezo wa kufungua ule mlango wa ubaya, familia yako ikae kana kwamba imelaaniwa. Hii familia ya kwanza walikaa kama wamelaaniwa. Hakuna tena wakati tunatamani kuishi kama Adam. Hatutamani tena ile familia ya kwanza, kwa sababu hata yule ambaye hata muuaji wa kwanza ambaye alikuwa the firstborn Cain alizaliwa katika hiyo familia, na hiyo familia ilijaa wauaji, kwa sababu hata mjukuu wa Cain ambaye aliitwa Lameki aliyeoa wake wawili, Biblia inasema ya kwamba aliwakuta akawaambia kwamba msinichezee kutoka siku ya leo, kwa sababu tumepigana na kijana na nimeua mtu. Anasema nimeua mtu. Hiyo ni laini ya Cain yote ya uuaji na umwagikaji wa damu. Sisi sasa hatuwezi tukaangalia, nataka unisikize, sisi sasa hatuwezi tukaangalia the first family as our role model. Kwa sababu ya nini? Mke alifungua mlango wa uovu. Mke alifungua mlango wa ubaya, pain ikaingia mahali pale. Naongea na wewe siku hii ya leo, ni nani ambaye amefungua mlango wa ubaya katika familia hii? Amefungua mlango wa uovu katika jamii hii, and that is why labda kuna kifo, labda ambao mlango wa kifo umefunguliwa, labda kuanzia leo hii ambao unaonisikiza, macho yako yameanza kufunguka na kuona why there is pain in your family. Kwa nini kuna ushungu? Kwa nini kuna machozi ambao haishi? Kwa nini kuna maombolezo ambayo huwa haishi katika familia? Ni kwa sababu kwenu kuna mtu ambaye amefungua mlango wa ubaya, mlango wa uovu. Lakini siku hii ya leo, kwa mamlaka ambao Mungu amenipa, kwa uwezo ambao Mungu amenipa, lazima tukafunge ule mlango wa ubaya in your family in the mighty name of Jesus Christ, because God is a God of a second chance. Biblia inasema ya kwamba in every temptation there is a remedy. I pray in the mighty name of Jesus, hii njia ya kutokea ambayo Mungu huwa anatupatia ipatikane kwa maisha yako in the mighty name of Jesus Christ, kwa uwezo na kwa neema. Leo ninakufundisha kile Mungu ameweka katika moyo wangu, wale wote ambao wamefungua katika familia mlango wa uovu, and that is why familia nyingi leo hii zinalia machozi. Familia nyingi siku ya leo they are in pain. Many families today unakuta kwamba they are in regrets, in disappointments and frustrations. Lakini ningetaka nikwambie kuna njia ya kutokea, katika jina la Yesu Kristo. Maana watu wengi watajiuliza, kwa nini katika jamii yangu, kwa nini katika familia yangu kuna mambo mazito haya? Kwa nini katika jamii hii tunapitia mambo ambayo ni mazito? Kwa nini katika familia hii tumezika watoto wetu, premature deaths? Kwa nini katika familia hii sisi tumepitia hali ambayo wengine hawapitii? Ni kwa sababu kuna kitu katika ulimwengu wa rohoni na katika ulimwengu huu tumekanyanga, huwa kinaitwa mlango wa uovu, mlango wa ubaya. Ukishafunguliwa ule mlango, unakuta ya kwamba kuna pain, kuna mambo ambayo ni mazito. Kuna watu ambao wanapitia katika hali ngumu sana. Ule mlango katika ile familia, mlango wa uovu katika first family ulifunguliwa na mwanamke. Ni mwanamke alifungua ule mlango. Lakini ningetaka nikuonyeshe pia mlango ambao ulifunguliwa na mwanaume. Ni katika familia moja ambao pia tungeiangalia na tungesema ya kwamba they had a golden opportunity ya kuinuka na kukaa maisha mazuri katika dunia hii. Na hii ni familia ya Sauli. Neno la Bwana linasemaje juu ya familia ya Sauli? King Saul. Because huyu ndiye mfalme wa kwanza katika dunia ambaye aliyemwagiwa mafuta. Israeli ndiye alimwagiwa mafuta huyu mfalme.
akawa mfalme, the first king in Israel. Nani ambaye hangependa kuwa hivyo? Huyu ni mtu ambaye alikuwa na jamii. Huyu ni mtu ambaye ageishi maisha mazuri. Mungu ametumana amwagiwe mafuta aongoze Israeli kwa miaka yote, lakini akafungua mlango pia wa kutotii. He disobeyed the word of God. Wakati aliambiwa ya kwamba enda ukamalize Amaleki, enda ukawamalize Wameleki from the face of the earth. The Bible says alienda akachagua kondoo, zile zilikuwa nono, dume zilikuwa nono, akachagua mfalme Agagi ambaye alionekana yuko na akili, labda wangesaidiana. And the Bible says he spared zile ambazo vitu zilionekana nzuri, lakini akaharibu zile ambazo zilikuwa zinaonekana nyonge na konde. Neno la Bwana linasema ya kwamba, Biblia inasema Mungu akatuma nabii wake akamwambia kwamba Sauli, kuanzia leo hii, now that you have not disobeyed my word, nimekureject, nimeondoa kipendeleo changu juu ya maisha yako. Hivyo ndivyo ilivyofanyika. And this man akawa so much frustrated, familia mzima. Na neno la Bwana linasema ya kwamba hata katika kifo chake alikufa kwa sababu ya mambo mawili. He disobeyed the word of God. Alifungua mlango wa kudisobey the word of God, akazidi akafungua mlango mwingine, akaingia katika nyumba ya mchawi, akaenda katika nyumba ya mchawi. Ndivyo neno la Bwana linavyosema ya kwamba na Sauli akakufa, akaondoka katika dunia hii kwa sababu alifungua milango miwili. Mlango wa kwanza, he disobeyed the word of God. Mlango wa pili wa uovu ambao alifungua, aliingia katika nyumba ya uchawi, aliingia katika nyumba ya uganga. First Chronicles chapter 10 and verses 13, ya kwamba mfalme Sauli alikufa akaondoka kwa dunia hii, mpaka alikufa na watoto wake wawili. Neno la Bwana linasema ya kwamba jamii yake waliweza kuondoka hivyo katika dunia hii because number one, alifungua mlango wa kutotii neno la Bwana. Ya pili, neno la Bwana linasema aliingia katika nyumba ya mchawi. Ninaongea na watu siku hii ya leo kuonyesha kwa nini kuna pain. Kwa sababu kuna mtu ambaye amefungua mlango. The first family ni mke alifungua mlango, lakini katika familia ya Sauli, mfalme Sauli, si mke alifungua mlango, si watoto walifungua ule mlango wa uovu na ubaya, bali ni Sauli mwenyewe, ni mzee wa nyumba. Yule ambaye watu wanamwangalia juu. Tunasema ya kwamba the head of the family. Sauli ni yeye alifungua mlango, akaingia katika nyumba ya wachawi. Kutoka mahali pale pain ikaingia katika jamii. Biblia inasema ya kwamba wakafa katika hiyo jamii, yeye pamoja na watoto wake wawili. In one day wakaondoka katika dunia. Kwa sababu ya nini? Wamefungua mlango wa uovu. Alifungua mlango wa uovu. Huyu ni mfalme Sauli, alifungua mlango ambao ni wa ubaya katika familia yake. Naongea na mtu siku hii ya leo, na labda wewe uliingia kwa uchawi, labda uliingia kwa mtu, uliingia kwa uchawi, ukachukua pesa yako, ukachukua vitu zako, ukapeleka kwa uchawi, ukapeleka kwa mganga, na ukafungua mlango wa uovu, ukafungua mlango ambao umekuletea pain, ukafungua mlango ambao saa hii umekuletea regret, ukafungua mlango ambao saa hii umeleta machozi hata kwa watoto wako na jamii mzima. Ningetaka nikuambie leo hii Mungu amenipa ule uwezo ya kwamba tunaenda kufunga milango yote ya uovu katika jina la Yesu Kristo. Mungu ana uwezo wa kukupatia a second chance. Mama, labda ninaongea na wewe. Baba, labda ninaongea na wewe. Uliingia katika nini? Uliingia katika nyumba ya uchawi. Mtu mmoja aliniambia haya. Nataka usikize huu ushuhuda ya kwamba kutoka wakati wazazi walifungua mlango, kukaja a diviner. A diviner ni agent wa shetani. Huyu ni mtu ambaye ana practice uganga na uchawi. Akaingia katika nyumba yao. Hapo ndio magonjwa ilianza. Magonjwa. Mmoja akagojeka depression, mwingine akagojeka ugonjwa wa kifafa, akaanza kuwa naanguka. Nani amefungulia hayo magonjwa? Wazazi, kwa sababu wameleta a diviner. Wamefungua mlango wa nyumba yao, wamefungua mlango wa pain, wamefungua mlango wa magonjwa, wamefungua mlango wa ubaya na uovu, kwa sababu ya kuleta mtu ambaye ni a witch, a sorcerer katika nyumba yao, a diviner. Watoto ambao walikuwa ni teenager, mmoja akaanza ugonjwa wa depression, ugonjwa wa mawazo, mwingine akaanza ugonjwa ambao unakaa ugonjwa wa kifafa, lakini wakienda hospitali wanaambiwa ya kwamba hakuna shida, warudi kwa jamii. Wanaambiwa rudini kwa jamii, mkaangalie mambo yenu ya kifamilia. Kumbe kuna mlango ulifunguliwa. Ninaongea na nani? Na wewe ambao siku ya leo unanisikiza, kuna mlango wa ubaya, kuna mlango wa uovu ulifunguliwa kwa watu wenu kuingia kwa uchawi. Walichukua vitu zao, walichukua pesa,
walichukua guo kama hii, walichukua mali, wakatoa kondoo zao, ng'ombe zao, wengine kuku, wakapelekea uchawi na uganga. And that is why familia yako siku ya leo, kwa sababu kulifunguka mlango wa uovu, kulifunguka mlango wa ubaya, ndiposa familia yako inapitia hali ambayo ni nzito. Nataka tuombe katika jina la Yesu, wewe ambao umenisikiza. Lakini kabla ya maombi, ningetaka tufunge ile milango, maana ile milango hatutafunga kwa wimbo. Sio wimbo tutaimba ili tufunge ile milango, hapana. Sio ombi kubwa ambalo utakalolifanya, bali mtu huwa anachukua vitu zake, mtu anachukua sadaka zake, analipa fungu lake la 10, anajitolea dhabihu, anasema Bwana, ni mimi nilifungua mlango, sasa ninafunga ule mlango kwa kujitolea mali zangu. Nimekuja mbele zako, na neno lako linasema ya kwamba kusiwe mtu yeyote ambaye atakuja mbele za Bwana mikono mitupu. It is the word of God, na neno la Mungu halina majadiliano. Ni wewe mwenyewe ushukue mali zako, ni wewe mwenyewe utoe vitu zako, ni wewe mwenyewe ujitolee sadaka zako, ujitolee dhabihu zako, ulipe fungu lako la 10, maana ni wewe ulifungua mlango. Lazima uhusike kufunga ule mlango, ushukue hiyo hatua ya imani katika jina la Yesu Kristo. Mimi nitachukua pesa zako, nitalipia programu hii, nitazidi kuwa nabii wako katika jina la Yesu Kristo. Matoleo ya siku ya leo, M-Pesa namba ambayo tunayojitolea nayo ni 0721643538. Nitairudia tena usikose. M-Pesa namba ni 0721643538. Nayo till number ni 55979. Till number buy goods and services 55979. Mungu akakubariki. Neema ya Bwana ikawe juu ya maisha yako. Mimi nitakuombea. Lazima tufunge mlango wa uovu na ubaya. Huu mlango ambao ulifunguliwa wa Sauli, nyumba ya Sauli ilifunguliwa mlango na Sauli mwenyewe. Nyumba ambayo ni ya Adamu, familia yake ilifunguliwa mlango wa ubaya na uovu na mke wake. Biblia inasema ya kwamba kuanzia mahali pale pain ikaingia. Nataka nikufundishe hili neno, nikuonyeshe neno kwa neno, neno kwa neno, na kwa nini niambie watu wajitolee vitu zao, na kwa nini niambie watu wajitolee mali yao. Twende kwenye kile kitabu cha 1 Chronicles chapter 21 from verses 1. Neno la Bwana linasema, and Satan stood against Israel. That is what the word of God says. And Satan stood against Israel. Na Biblia inasema akamuigiza Daudi mawazo ya kuhesabu watu wote na wenye wanajeshi wote, kwa sababu walikuwa wameshinda vita. Na haikuwa hivyo katika Israeli. Wangeshinda vita, haikuwa inaonekana ni kwa sababu ya human strength, haikuwa inaonekana ya kwamba ni kwa sababu ya ukuu wa jeshi. Ilikuwa lazima wangesema glory and honor goes back to God. Ni Mungu amepigana vita, vita hazikuwa zetu. Lakini Daudi akawekwa wazo na shetani, akaambia Joabu, enda unihesabie watu wote. Akaenda akahesabu. Biblia inasema ya kwamba Joabu akaenda akahesabu. Joabu alikuwa ndiye mkuu wa majeshi. Akaenda akahesabu, akamletea hesabu. Biblia inasema jambo lile halikumpendeza Bwana. Na Mungu, Biblia inasema, akaagusha judgment. Nabii akatumwa kwa Daudi, akamwambia jambo hili umefanya limefungua mlango wa ubaya wa kugoga Israeli. Umefungua mlango ambayo ni wa uovu. Jambo hili ambalo umelifanya halikumpendeza Bwana. Umefungua mlango wa uovu. Na sasa akaambiwa chagua mambo ambayo ni 3 ambayo yameandikwa pale. Haya mambo yameandikwa vizuri, nataka uangalie. Biblia inasema akaambiwa chagua miaka mitatu ya kuwa hakuna chakula, 3 years of famine. Wewe uchague. Ndiposa Mungu amesema kwa sababu ya huu mlango ambao umefungua, ya kwamba Israeli mzima itakuwa haina chakula, kutakuwa na kiangazi miaka 3. Akaambiwa ama uchague jambo lingine, miezi 3. Uchague miezi 3 ambayo hii miezi itakuwa ya adui wakikufukuza kwa panga, utaishi kwa vita kwa miezi 3. Ama uchague siku 3 ya upanga wa Bwana, upigwe na Mungu siku 3. Yeye akamwambia nabii, mimi nikiwa Daudi, maana nimefungua mlango wa uovu na sina formula, sina njia ya kufunga ule mlango. Ninachagua mikono ya Bwana, kwa sababu nikiaguka mikononi mwa Bwana, Bwana ni wa rehema. Akainua macho Daudi hivi, maana ni yeye alifungua mlango wa uovu. Akaangalia juu. Wakati aliangalia juu, akaona malaika wa Mungu ameshuka kuua watu, na ndiposa akashindwa atafanya nini. Biblia inasema yule malaika akaenda kwa nabii, akamwambia nabii, nabii aliitwa Gadi, akamwambia Gadi, enda kwa Daudi ukamwambia hili jambo ambalo amefanya.
Aache kulia, aache kuomba, akibie, aende kwa uwaja, atafute uwaja, anunue, ainue na ajenge madhabahu. Kutoka mahali pale, hii jambo itafika mwisho. Ambiwa hili si jambo la machozi. Hii si jambo la anze wibo hapa. Hapana, hii si jambo la kuanza kuomba. Kuna mambo mengine familia zetu zinapitia, ya kwamba sisi tunatumia formula ambayo haipaswi kutumiwa, kwa sababu formula ambayo inapaswa kutumiwa ni tofauti. Neno la Bwana linasema ya kwamba Daudi akakimbia, akaona uwaja mzuri wa mtu ambao alikuwa anaitwa Arauna wa kupulia ngano. Alafu akaona Arauna ako na ndume zinaweza zikatolewa sacrifice mbele za Bwana. Biblia inasema ya kwamba akamwambia Arauna, nimekuja. Arauna akasema, wewe ni mfalme, mimi siwezi nikauzia mfalme shamba. Mimi nakupatia bure, hata hizi dume nakupatia bure, na hata miti ya kujenga madhabahu na mawe nakupea bure. Isiwe ya kwamba nimekuuzia wewe ukiwa mfalme. Daudi akamwambia Arauna, hapana, kwa sababu I cannot give unto God that which has costed me nothing. Ndivyo alivyosema. Akamwambia, lazima uniuzie hii shamba, maana nimefanya kosa mbele za Bwana. Nimefungua mlango ambao umefanya watu wakufe. Sasa nimeambiwa na malaika kupitia kwa nabii ya kwamba ni lazima nimtolee Bwana dhabihu. Lazima nitengeneze, ninunue uwaja, nimtengenezee Bwana madhabahu mahali pale, nitoe dhabihu. Neno la Bwana linasema ya kwamba Arauna akamuuzia uwaja haraka haraka, akanunua dume. Daudi akanunua dume za Arauna, wakatengeneza madhabahu mahali pale. Alafu Biblia inasema ya kwamba wakatoa dhabihu ya kuteketeza. Neno la Bwana linasema jioni hiyo Mungu akaondoa kifo katika Israeli. Kuna milango ambayo huwa tunafungua, kuvuga kwake haiwezi ikafungwa na maombi. Kuvuga kwake hauwezi ukaenda kwa mlima. Kuomba kwako hakuwezi kukafuga ule mlango. Na kueleza hivi, ubatizo hauwezi ukafuga ule mlango. Kuomba na kufuga kwako hauwezi ukafuga. Kuiba kwako hakuwezi kukafuga ule mlango. Wewe unajua, unaelewa. Biblia inasema ya kwamba diposa huyu Daudi baada ya kufungua ule mlango wa kifo, ule mlango wa uovu, ule mlango wa ubaya, Biblia inasema ya kwamba he had to be given counsel from heaven. Malaika ni yeye alikuja na ujumbe, akamwambia nabii Gadi, enda umwambie ache kulia. Huu mlango haufugagwi na machozi. Huu mlango haufugagwi kwa maombi. Huu mlango hauwezi ukafugwa hivyo. Aende akajegee Mungu madhabahu, atoe dhabihu. Kutoka mahali pale, Biblia inasema ya kwamba Mungu akaondoa kile kifo. Ule mlango ukafungwa. Israeli wakarudiwa na furaha. Leo hii nimekuletea, ndiposa umesikia nimeambia watu wajitolee dhabihu zao, wajitolee mali yao, kwa sababu wengine mlifungua mlango, but you have been crying and praying and fasting, and that is not the formula. Hiyo sio formula ya shida hii. Kila shida iko na formula yake ya kutatua. Kila janga liko na njia yake ya kutatua. Ile formula ya kufuga milango ya uovu ni wewe kujitolea dhabihu. Ni wewe kujitolea mali zako, ni wewe kulipa fungu lako la 10, ni wewe kuinua madhabahu na kumwambia Bwana, nimetoa dhabihu, maana mlango huu wa kuingia kwa uchawi ni mimi nilifungua. Mlango huu wa kifo, tumezika watu katika jamii mzima, mlango huu wa magonjwa ni mimi nilifungua. Bwana, ninaomba ya kwamba nikubarike na dhabihu yangu ikubarike. Na ndiposa huwa nimepatia watu nafasi ya kujitolea dhabihu zao, ili the joy of the Lord to come back into your family. Furaha ya Bwana irudi katika jamii yako, maisha ikurudie tena katika jina la Yesu Kristo. Nimesema nambari ambayo tunaitumia kwa kujitolea dhabihu zetu ni 0721643538. Hiyo ni M-Pesa namba, nayo till namba ni 55979. Narudia tena, till number ni 55979. Mungu akawabariki. Neema ya Bwana ikawe juu ya maisha yako. Wewe ambao unaotii, wewe ambao unaojua ya kwamba ulifungua mlango wa uovu. Kuna watu ambao umenitazama, wewe ulifungua mlango wa uovu katika jamii yako. Watu wakamwagana damu mahali pale. Familia yako imejaa damu. Familia yako imejaa damu. Vita mlipigana kwa sababu ya vitu vidogo kwa nyumba. Mwanaume wewe uligoga mama, ukamwaga damu. Ni mlango ulifungua, mlango wa uovu. Ulipiga mke wako, ukamwaga damu. Ukamwaga damu yake mahali hapo. Ulifungua mlango wa uovu, ule mlango wa ubaya. Ndiposa unaona kila mahali unaenda unafuatwa na damu. Mikosi imekufuata. Mikosi na nuksi za dunia hii zinakufuata kila mahali unaenda. Maana uligoga ukamwaga damu. Damu ya huyo mama inamulilia Mungu imulipishie. Ndiposa unaona kazi yako kwa haiwezi ikakusaidia. Maisha yako imejaa frustrations. Nataka unisikize siku hii ya leo.
Familia yako imejaa damu. Ndiposa unaangalia mpaka wasichana wako walianza kutoa mimba. Unakuta ya kwamba katika familia yenu watu wote, karibu wasichana wote wametoa mimba. Wametoa mimba, wameabort. Hiyo ni mambo na damu. Nyinyi ni wale ambao ninaosema ulifungua mlango ya uovu katika familia yako. Na familia yako sasa inaonekana katika ule mlango wa uovu. Kuna regrets, frustrations, watu hawaendelei, watu wamefika. Maana Mungu alijiondoa. Kile ambacho kimebaki mahali pale ni pain. Lakini siku hii ya leo ni siku ya kufunga milango ya uovu. Siku hii ya leo ni siku ya kuondoa maushungu ya familia, wale ambao waliofungua milango ya uovu. Katika jina la Yesu Kristo, ninakuombea leo hii, wewe ambao unaonisikiza, katika jina la Yesu Kristo, inua imani yako, ufunge mlango wa uovu. Maana maisha yako haiwezi ikawa maisha ambayo ni kama punishment. Hapana, God did not create us atulete katika dunia hii. This life is not a punishment. No, Biblia inasema in the book of John chapter 10 and verses 10b that Jesus Christ came that we may have life and have it abundantly. And I pray in the mighty name of Jesus Christ, the pain ambayo unaiona katika jamii yako lazima tuiondoe. Regrets ambazo unaziona lazima tuziondoe katika jina la Yesu Kristo. Kumbuka ninakuhubiria juu ya nini? Kufunga mlango ambao ni mlango wa uovu na ubaya in your family. Wacha nikuonyeshe kitu ambacho kitasaidia maisha yako. Kuna wakati mmoja Daudi amefungua mlango wa uovu na pia mlango wa ubaya. Nimekuonyesha wakati wa kwanza. Sasa wakati wa pili, in the book of 2 Samuel chapter 12 and verses 10. Kuna mambo ambayo yameandikwa mahali pale ambayo inaweza ikakushangaza. Mungu alishuka kupitia kwa nabii, akamwambia Daudi, kwa sababu umefungua mlango huu wa uovu na mlango wa ubaya, upanga katika familia yako hautakosa. Upanga ni kuambiwa ya kwamba familia yako hii itaishi kwa vita. Na ukumbuke Mungu ameniweka jambo la kuongea na families. Familia yako Daudi haitakosa vita. Utaishi kwa maisha ya vita mpaka kwa nyumba yako. Wewe na wake zako, wewe na watoto wako, mtaishi katika maisha ya vita, kwa sababu kuna mlango ambao umefungua, mlango wa uovu. Hapo imeandikwa in the book of 2 Samuel chapter 12, imeandikwa vile ambavyo alifungua mlango. Neno la Bwana linasema ya kwamba wakati mmoja Daudi alimuona mke wa Uria aliyeitwa Bathsheba akioga. Biblia inasema ya kwamba akaitana, akasema aletewe huyo mke. Na Biblia inasema akachukua mke wa wenyewe, mke wa Uria, ambaye Uria alikuwa ni mwanajeshi, alafu akapanga vile Uria atauawa. Na neno la Bwana inasema Uria akauawa na Daudi akaoa yule mke wake alikuwa anaitwa Bathsheba. Na neno la Bwana linasema ya kwamba kutoka hapo nabii alitumwa kwa Daudi, akaambiwa, kwa sababu you have killed an innocent man and you have taken his wife, kuanzia leo hii upanga hautatoka kwa nyumba yako. Vita utafuatwa na vita. Umefungua mlango ambao ni mlango wa ubaya. Unisikize vizuri, maana huyu ni Daudi alifungua ule mlango. Sijui ninaongea na nani ambaye amefungua mlango wa ubaya, na vita ziko kwa nyumba yako daima. Unakuta ya kwamba wewe ni mzee and you cannot, sit at the table with your sons and daughters kwa sababu ya vita. Wewe ni mama, hamuonani uso kwa uso, macho kwa macho, hamuonani na watoto wako na wale ambao ni wasichana wako, hamuonani na wao macho kwa macho, kwa sababu ulifungua mlango wa uovu. Daudi, neno la Bwana linasema kulikuwa na vita katika nyumba yake mpaka kijana wake aliyemzaa aliyeitwa Absalomu alitaka kupindua serikali yake, mpaka Daudi mwenyewe akatoroka kwa ikulu, akaenda kukaa miaka miwili, alikaa nje ya ikulu. Ikulu ikiwa imekaa hivyo, akiwa anakibizwa na kijana wake anaitwa Absalomu. Maana yake mlango alifungua wa uovu, na ule mlango alifungua tu polepole, akifikiria anafanya jambo nzuri, kushukua mke wa wenyewe. Akashukua mke wa wenyewe, alafu akaua mume wake. Neno la Bwana inasema ya kwamba he killed and planned and schemed and he killed Uria, alafu akachukua mke wake. Na neno la Bwana inasema hata yule mtoto walipata na Bathsheba, maana Mungu alikasirika, aliua huo mtoto. Huyo mtoto Mungu alimuua, maana Daudi amefungua mlango wa ubaya
amefungua mlango ambao ni wa ubaya, na naongea juu yake siku hii ya leo. Ulifungua mlango wa ubaya. Sasa wewe kila mahali unaenda ni vita. Ukienda sokoni lazima kutokee vita. Ukienda ofisini vita, lazima kutokee vita. Unaenda mpaka mataifa ya nje kugogewa vita huko. Wewe ni mtu wa vita. Yaani maisha yako, maana ulifungua mlango wa ubaya. Wewe ni kama Daudi. Daudi aliambiwa kwa nyumba yako hakutakosa vita. Mtapigana kwa nyumba yako, mtauana kwa nyumba yako. And you remember very well ya kwamba katika nyumba ya Daudi ndiposa kulitokea mtu wa kurepu, ndio kulitokea wakauana wao wenyewe katika hiyo nyumba. Mtu huyu aliishi maisha ya huzuni, ya vita. Kwa sababu ya nini? Alishukua mke wa wenyewe, akaua. Neno la Bwana linasema kutoka mahali pale nabii akamtokea. Umefungua mlango wa uovu. Naongea na wewe siku hii ya leo, maana maisha yako lazima irudi laini. Lazima maisha yako irudi laini. Lazima maisha yako irudi laini. Mlango huu ulifungua, mlango wa ubaya na mlango wa uovu. Lazima tuufuge katika jina la Yesu Kristo. Nani angesaidia Daudi kufunga ule mlango? Nabii Nathani ndiye alitoka kwake, akaenda akamshauri, akamwambia ya kwamba wewe Daudi, umeshukua mke wa wenyewe. Umeshukua mke wa wenyewe na umeua. Sasa Mungu ameashiria judgment juu ya maisha yako. Utakaa kwa pain, utakaa kwa mambo mazito. Naongea na watu ambao wewe ulishukua mpaka pesa ya mtu, ukaharibu maisha yake. Ulifungua mlango wa uovu katika njia, ulifungua mlango wa uovu katika familia yako. Ulishukua pesa ya wenyewe, alafu ukaua huyo ambaye ulishukua pesa yake. Ulimwaga damu. Ndiposa unaona vita haitoki kwa nyumba yako. Vita inakufuata kila mahali unaenda. Vita inafuata vijana wako. Vita inafuata watoto wako. Ninakuombea katika jina la Yesu, ule mlango ukafungike in the mighty name of Jesus Christ. Ukarudi katika njia in the mighty name of Jesus Christ. Ninakuletea hili neno, linaweza likakusaidia, linaweza likafaa maisha yako, linaweza likainua maisha yako. Fuga mlango wa uovu, my brother, my sister, fuga huu mlango ulifungua wa uovu. Ndio unaleta shida kwa familia yako. Watu wamedugana na kisu kwa in your family. Ukiona na macho yako hivi, unaona sister yako anaduga mwingine na kisu hapo. Unaona wengine wanapigana magumi, wanatoana meno. Ndugu yako hana meno 3 na ni wewe ulitoa yeye. Kwa sababu ya nini? Familia yako inafuatwa na roho ya vita. Kwa sababu ya nini? Kuna mlango ulifunguka. Baba, katika jina la Yesu, ninaombea watu wote wananitazama. Wengine walifungua mlango kama Daudi, na sasa Bwana, familia zao zinafuatwa na vita. Nafunga ule mlango katika jina la Yesu Kristo wa umwagikaji wa damu in this family, wa vita katika jina la Yesu Kristo. Na ninaomba kuanzia leo hii, Bwana, wapatie uhuisho in the mighty name of Jesus Christ. Restore love and respect katika jamii hii in the mighty name of Jesus Christ. Asante kwa sababu ya kusikiza hili neno na kuletea hili neno. Watu walifungua milango ya uovu, saa hii they are regretting in their families. Watu wamefungua milango ya uovu katika jamii, wamefungua milango ya ubaya. Imewaletea pain, imewaletea frustrations, regrets and disappointments. Hapo ndio sasa maisha ya jamii imefika. And the reason you see divorces on the rise katika familia zetu, katika jamii zetu, katika nini, even in our nation. Unaona ya kwamba watu ambao wana apply for divorce ni wako juu sana. Watu wanaachana, wengine wanauana. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo, mlango wa uovu ukafungike katika jina la Yesu katika jamii yako. Na nimekuambia njia ya kufunga hii milango ni wewe kusikia, huyu kijana wangu wacha nimtolee dhabihu, maana ni wa vita. Huyu msichana wangu ni wa vita, wacha nimtolee dhabihu. Wacha nitoe sadaka juu yake. Wacha nilipe fungu langu la 10. M-Pesa namba ambayo tunayoitumia ni 0721643538. Nairudia tena, M-Pesa namba 0721643538. Till number buy goods and services 55979. Narudia tena, till number 55979. Mungu akubariki. Tunafunga milango ya uovu. Sadaka ya siku ya leo ni kufunga milango ya ubaya, milango ya uovu, ushungu na machozi iondoke in our families in the mighty name of Jesus Christ. Kuna mtu alifungua mlango wa uovu, manake badala ya kutoa sadaka zake, badala ya kuchukua vitu zake akaweze kuzitoa katika madhabahu, aliishukua mali akauza Yesu Kristo.
Nataka usikie hii. Huyu aliitwa Judas. Judas alifungua mlango. Nani ambaye hajui? Kwenye kile kitabu cha Acts of Apostles chapter 1 from verses 18. Neno la Bwana linasemaje? Linasema Judasi Iskarioti ambaye aliyeuza Yesu Kristo alishukua pesa hivi, akashukua pesa akauza mwana wa Mungu. Biblia inasema ile roho ilimuingia, maana amefungua mlango. Ile roho ambayo ilimuingia ilikuwa ya kujinyonga. He betrayed the Son of God kwa kushukua pesa, akahongwa hivi, akashukua pesa, akamsaliti Yesu. Hivyo tu ule mlango ulifunguka, ulikuwa mlango wa suicide. Na ndiposa Acts of Apostles chapter 1 verses 18 inasema ya kwamba and 19 yeye alishukua hizo pesa, akaenda akanunua shamba lile likaitwa Alkadema. Kutoka hapo akashukua kaba, akaenda juu ya mti kujinyonga. Ile kaba ikakatika, akagoga chini, and all his bowels gushed out, matumbo yake yote ikaanguka chini, ikatokana. Alikuwa kimutu kinono, aligoga chini, kiligoga chini, matumbo yote ikapasuka, ikatoka ije. Alizikwa na matumbo ikiwa ije. Roho ya nini? Ya usaliti. Ameshukua pesa, ameuza mtu, ameshukua hongo. Nani ninaongea juu yake? Wewe ulifungua mlango wa suicide ni wa family. Ulifungua ule mlango wa watu kujinyonga, mpaka watoto wanajinyonga kwa jamii. Na watu hawaulizi kwa nini hii? Kwa nini hili jambo? Maana wengine ile kazi ambayo unayoifanya, ulishukua pesa ukahogana. Ulihogana mtu mwingine atolewe kwa kazi na mtu mwingine auawe. Ulishukua pesa, uliuza mtu. Ulishukua pesa hivi. Na ndiposa unaangalia utajiri wako. Utajiri wako foundation yake ni damu. Ile roho itafuata watoto na wajukuu wako, watoto na laini yako yote. Ni roho ya kujinyonga, ni roho ya suicide. That is what the Bible says. Na ndiposa familia nyingi unaona ya kwamba familia nyingi wanaonitazama na wewe unaona kabisa kwenu kuna roho ya watu kujinyonga. Lazima mfuge huo mlango. Lazima mujitolee dhabihu zenu. Lazima mujitolee dhabihu zenu kwa madhabahu. Lazima mulipe fungu lenu la 10. Lazima ujitolee sadaka zako. Lazima, hiyo ni lazima. That one is a must. Huo mlango hamutafunga. Hata mkiita nani, hata mkiita watu wa aina gani wakuje kwa familia yenu muombe, haufungwi na maombi. Ule mlango haufungwi na maombi. Unafungwa na dhabihu na kulilia Mungu kwa madhabahu, kumwambia Bwana, huu mlango nimefunga. Give me a second chance. Ya kwamba sitahogana tena ili nipate mali ya dunia, ili niuze watu. Sitahongwa, sitashukua vitu za dunia ili watu wauawe, ili maisha ya watu irudi chini. Kuanzia leo hii unaweza ukabadilisha maisha. Unaweza ukafunga ule mlango katika jina la Yesu Kristo. M-Pesa namba ambayo tunayoitumia 0721643538. Nayo till number ni 55979. Narudia tena, till number 55979. God bless you. Neema ya Bwana ikawe juu ya maisha yako. Leo hii tunafunga milango ya uovu. Tunafunga milango ya ubaya in our families, ili ambao sisi tulihusika. Na ninaongea hivi kwa sababu kuna mtu umenitazama na wewe ndi mlango ulifungua. Vita ikaingia kwa familia. Suicide cases ikaingia kwa familia. Roho ya watu kujinyonga ikaingia kwa familia. Roho ya watu kusubuka ikaingia kwa familia. Na naongea juu yake. Nataka unisikize. Na watu wengi ambao walifungua milango. Mzee mmoja alifungua mlango. Mlango alifungua aje? Wa kuleta pombe tu kwa familia yake. Pombe kwa familia yake. Ushuhuda huu usikie vizuri. Watoto wake wakiwa wadogo, vijana wadogo hivi. Wadogo hata wakiwa hawajijui. Every time walikuwa na birthday, anawashukua, anawapeleka kwa mikahawa, anawapeleka kwa bar, mahali watu wanakunywa pombe. Wanakata keki mahali pale wanafanywa birthday. Ageshukua pamoja na marafiki kashupa kadogo na kuojesha watoto wadogo hivi pombe. Wanasema pombe ni ya watoto. Hii pombe ni ya mtoto, huwa haimwagwi. Wanashukua hivi kashupa kadogo, wanaojesha mtoto.
vijana wawili wanaume, baba yao alifungua mlango wa uovu kwa kufanya hivyo. Nataka usikie, vijana walikuwa wakubwa. Saa hiyo baba hageona kama kuna mlango amefungua, mlango wa ubaya, mlango wa uovu, lakini wacha vijana wakawa wakubwa, wakasoma mpaka university, Nairobi University, wakafanya BCom. Hao ni watu wamesomea mambo makubwa, lakini mwisho wake wakaingia kukunywa pombe. Naongea juu ya watu wamezikwa, naongea juu ya watu wamekufa, wamesahaulika, wameondoka katika dunia. Nini iliwaua? Pombe. Pombe ndio iliwaua. Hiyo pombe iliwaua. Nani alifungua mlango? Baba yao alifungua mlango wakati walikuwa watoto wadogo, kwa kuwaojesha kapombe. Nani ninaongea juu yake? Wewe umefungua mlango kwa familia yako, mlango wa pombe. Mlango wa pombe ni wewe ulifungua. Diposa unaona watu wenu wote wamekuwa frustrated. Afadhali wauze kikombe ya chai wakakunywe pombe, kwa sababu kuna mlango ulifungua wewe. Umefungua mlango wa madawa ya kulevya. Wajukuu wote mpaka wengine wako primary wanahusika na madawa, wanahusika na vitu ambazo mpaka unaangalia kama msichana kako primary na hakatokani na pombe, lazima kakunywe pombe, kwa sababu ulifungua mlango. Mlango wa uovu lazima ufunge ule mlango. Na ndiposa Ayubu, nataka usikie, an upright man, a God fearing man. Ayubu sura ya kwanza mstari wa 5, nataka usikie. Job chapter 1 verses 5. Neno la Bwana inasema ya kwamba Ayubu alikuwa anachukua watoto wake 10, maana alikuwa anawapea nafasi ya kuenda kutengeneza birthday zao, wanafurahia huko. Wakirudi nyumbani alikuwa anawatakasa. Nani huwa anatakasa watoto wako? Alikuwa anawatakasa wakitoka kufanya birthday na sherehe zao. Na alikuwa anasema isiwe wakiwa huko walimtukana Mungu, waliogea mambo yakakasirisha Mungu, wakafungua mlango wa uovu. Na kwa hivyo Biblia inasema aliwatakasa very early in the morning. Asubuhi mapema Ayubu angechukua watoto wake 10, angewatakasa, alafu angewatolea kila mmoja sadaka, kila mmoja dhabihu, kila mmoja dhabihu kutoka kwa firstborn, wote wakiwa 10. Kila mmoja anamsogezea sadaka, kila mmoja anamtolea dhabihu. Ni nani alitolea watoto wako sadaka? Watoto hawa tunasema wameshikwa mateka. Watoto hawa tunasema ya kwamba wamefungwa pingu za maisha. Watoto hawa ambao tunasema ya kwamba wameshikwa na pombe. Watoto hawa tunasema ya kwamba wamekuwa frustrated. They are going through pain. Nani aliwatolea sadaka? If you are an upright person, if you are an upright and a godly man, ambaye kama Ayubu, the Bible says that he shunned evil. He was a holy man. He was, a devout man of God. He shunned evil. Biblia inasema ya kwamba alishukua watoto wake kuwatakasa, kuwatolea sadaka mmoja mmoja. Job chapter 1 and verses 5. Nani hutakasa watoto hawa wako? Nani ambaye hutakasa watoto hawa wako? Nani huwatolea dhabihu? Na ndiposa nimesema shida zingine na milango mingine tumefungua, zinafungwa na dhabihu. Watu kujitolea vitu zao, watu kujitolea mali zao, watu kulipa fungu la 10 pasipo kuteta, kwa sababu unafanya hivyo kwa niaba ya watoto wako, kwa niaba ya firstborn wako ambaye sasa unaangalia anaelekea kaburini. Unaangalia watoto wako, unaona they have lost direction completely. Unaangalia watoto wako, unaangalia vile ambavyo they are going through frustrations and pain. Na ni watu ambao wamesoma, lakini ni nani amewasimamia katika ulimwengu wa rohoni? Na pia vile vile nani alifungua mlango wa ushungu katika jamii hii imefikia mpaka watoto? Na kuombea katika jina la Yesu Kristo, leo hii tunajitolea dhabihu zetu, sadaka zetu. Kuna nambari umewekewa mahali pale, ukazitumie katika jina la Yesu Kristo. Mungu akakubariki. Nataka niombee watu wale wote ambao umenisikiza siku hii ya leo. Wewe ulifungua mlango ukaleta magonjwa kwako. Ulifungua mlango ukaleta magonjwa, ukaleta maumivu katika maisha yako. Neno la Bwana linasema he sent his word and healed the sick. Wengine walifungua milango kukakuja laana, watoto wawezi wakafaulu laini mzima. Mnakumbuka kitabu cha Genesis chapter 19? Wewe soma Genesis chapter 19, utaelewa kile ambacho ninaongea juu yake. Kwa sababu wasichana, Loti alibaki na wasichana wawili, wakaenda kuishi kwa pango katika mji ulikuwa unaitwa Zoa. Wakati walikuwa kwa hizo pango, wasichana wawili, na hawa ni daughters wake. Nataka usikie vizuri. Wakati waliishi hapo, walisema
situpatie baba wetu pombe alale na sisi tuzae. Yule ambaye alikuwa firstborn daughter wa Loti alimpea pombe, mzee akalewa, akalala na yeye, akazaa. Wakati alizaa ndio mtoto yule akaitwa Moabu. Mungu akasema nimelaani laini mzima. Hiyo laini ikae kwa pain, ikae kwa ushungu. Msichana wa pili second born, na yeye wakaelezana ya kwamba kesho ni mimi napea mzee pombe. Loti akapewa pombe na second born. Yule ambaye alikuwa second born daughter yake akakunywa pombe, hakujielewa, akalala na yeye akamzalia mtoto. Yule mtoto si ni yeye ambaye alizaa laini mzima ya Amorite, na wao pia Mungu akawalaani, akasema hawatafaulu katika dunia hii. Ninaongea na watu ambao nyinyi kwenu mlishaganya damu. Umeoa kazini yako, wewe ni laini ya Rutu, ulifungua mlango ukaoa. Rutu alilala na wasichana wake, inaitagwa incest. Wale ambao katika familia mlifungua huo mlango, unakuta wewe umelala na sister yako, umelala na brother yako, umelala na kazini yako. Nyinyi hamwezi fanikiwa, mliharibu njia, ulijifungulia mlango wa uovu. Baba, katika jina la Yesu ninaombea mtu huyu amenisikiza, maana wengi wameingia laini ya Rutu. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo, mahali popote ambao mlango wa incest ulifunguka na ufunga sasa katika jina la Yesu. Ninaomba Mungu kaingilie kati ili watu hawa wafanikiwe. Na Mungu wa Israeli naomba waondolee machozi, waondolee pain katika jina la Yesu. Kwa neema na kwa uwezo wako wafanikiwe katika maisha yao ya rohoni na maisha ya dunia hii. Wafanikiwe katika mali na vitu za dunia hii katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akakubariki. Wewe ambao hujaokoka, sema nyuma yangu: Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, nisamehe dhambi na makosa. Nimefunga milango yote ya uovu. Kuanzia leo hii mimi ni kiumbe kipya katika Kristo Yesu. Mungu akakubariki. Naombea wagonjwa wote, naamini juu ya divine healing. Mungu anaweza akakuponya. Yes, ndio vile vile labda uko kwa hospitali, naomba Mungu akakuponye. Labda uko nyumbani, magonjwa yote nitakayoyataja na yale sitayataja, Mungu akawaponye. Baba, katika jina la Yesu Kristo nimenena neno lako la uponyaji, watu hao wakapone katika jina la Yesu. Wale wanasumbuka na ugonjwa wa kisukari, ninawaombea ule ugonjwa Bwana ukauponye katika jina la Yesu Kristo. Naombea wale ambao wanaosumbuka na magonjwa ya arthritis, naomba katika jina la Yesu Kristo ya kwamba ile baridi katoke kwa joints zao katika jina la Yesu Kristo. Naombea watu wako ambao wanasumbuka na TB, wengine wanasumbuka na asthma, ninaomba wengine wanasumbuka pneumonia, naomba ukawaponye mapavu katika jina la Yesu Kristo. Naombea watu wako ambao wengine wamegojeka moyo, naomba ukawaponye. Wengine wamegojeka ini, wengine wanafanywa dialysis, naomba ukawape figo mpya. Wengine ni fibroids, naomba zikauke. Mauvimbe ya kila aina yayeyuke kama mishumaa katika jina la Yesu Kristo. Kwa uwezo na kwa neema ninatangaza uponyaji, divine healing in the mighty name of Jesus. Wale waliofimba miguu yao, naomba Mungu wa Israeli ukawaponye katika jina la Yesu Kristo. Wengi ambao wamegojeka dementia, wengine wamegojeka depression, naomba ukawaponye katika jina la Yesu Kristo. Ugonjwa kusongwa na mawazo katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba wengine, Mungu wa Israeli, ambao walivujika mifupa yao kwa maajali, mifupa yao ikashikane katika jina la Yesu Kristo. Wengine wanakulilia uwaponye kansa ya kila aina, kansa ya matiti, leukemia, kansa ya damu, colon cancer, kansa ya mifupa katika jina la Yesu Kristo. Jina lako Bwana Jehova Rafa, utuponyae magonjwa yetu yote, ukaponye watu hawa katika jina la Yesu Kristo. Wengine wamekulilia kwa sababu ya hypertension, naomba Bwana ukawaponye. Wengine high blood pressure na low blood pressure, heal them oh God in the name of Jesus Christ. Wengine wamekulilia kwa sababu ya HIV and AIDS, naomba Bwana virusi vikaondoke kwa damu yao katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza uponyaji in the mighty name of Jesus Christ juu ya maisha haya katika jina la Yesu Kristo. Wengine Bwana wasumbuka ugonjwa wa kifafa, naomba ninaikemea, ni pepo iondoke katika jina la Yesu Kristo. Kwa uwezo na kwa neema naomba watu hawa Bwana ukawaponye. Wengine waliambiwa watapata watoto, nina declare in the name of Jesus Christ ya kwamba Bwana ukawape wa mtoto katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba Mungu wa Israeli ukajionyeshe mwaminifu katika uponyaji in Jesus mighty name. Mungu akawaponye
Neema ya Bwana ikawe juu ya maisha yenu katika jina la Yesu Kristo. Kwa kibali cha Bwana, mimi naamini kuna watu Mungu ameponya leo hii, divine healing in Jesus name. Mungu akawabariki. Neema ya Bwana ikawe juu ya maisha yenu. Wale watu wote wanaojitolea sadaka zao, fungu lao la 10 unajitolea kwa sababu ya dhabihu, kwa sababu ya mtoto wako, kwa sababu ya biashara yako, kwa sababu ya kazi yako, kwa sababu ya maisha yako. Wale wote ambao ni kwa familia, umeona ulifungua mlango wa uovu, ungetaka kufunga kwa kujitolea vitu zako na mali zako, mimi nitachukua pesa zako, nitaweza kulipia programu hii, nitazidi kuwa nabii wako. M-Pesa namba ambao tunaoitumia ni 0721643538. Nitairudia tena, M-Pesa namba 0721643538. Till number ni 55979. Nairudia tena, till number buy goods and services 55979. God bless you. Neema ya Bwana ikawe juu ya maisha yenu. Wengine tutaombea kwa majina yenu, Mungu akawafanikishe. Baba, katika jina la Yesu ninaombea watu wako wanapojitolea sadaka za kufunga milango ya uovu. Naomba Mungu wa Israeli warudishie neema, warudishie furaha, warudishie kipendeleo katika jina la Yesu, na mafanikio katika maisha haya. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Mungu akaweze kuwabariki. Watu wanauliza ninaombea watu lini? Every Monday, siku kama ya kesho kuanzia saa 4 naombea watu kufunga milango ya uovu. Kumbuka ya kwamba niko hapa kanisa la CFF Kiambu Town. CFF Kiambu Town, Mungu akaweze kuwabariki. Saa 4 mpaka saa 6 mchana ndio naombea watu kufunga milango ya uovu, healing and deliverance. Na Mungu akaweze kuwabariki. Neema ya Bwana ikawe juu ya maisha yenu katika jina la Yesu Kristo. Mimi nimekuwa pamoja nawe. Kwa majina yangu ni Bishop Michael Wanderi kutoka kanisa la CFF hapa mjini Kiambu, nikisema ya kwamba Mungu akakutangulie, usitanguliwe na maovu ya dunia hii. Kipendeleo cha Bwana kikawe juu ya maisha yako. Shalom, shalom. Neno la neema tunapona, twainua